Naomba scout, tuletee viti 30 tubaiza pale nyuma alikokaa maplateri. Tuendelee pasipo kusimama wakati wa kuaga mwili, na ndio wakati wa kutoa dhambi. Wanaingia sasa kutoa heshima za mwisho. Mababa askofu, baba maaskofu wanatoa heshima za mwisho kwa mwili wa hayati Mwadhamakapa na Lipengo.
tumebakiwa dakika 10 kuanza kujiandaa kwa adhimisho takatifu. Hivyo ambao hawajaweza kufika hapa mbele, basi mtaendelea kusali hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Bengo huko mlipo. Zoezi hili la kuwa mwili kwa kujongea hapa mbele tunalisitisha. Watakao kuja mishoni hapa kuaga mwili ndugu wa marehemu Mwadhama Polycarp Kardinali Bengo. Kwa hiyo naomba wapendwa sana mapadre, nawaomba
Wasimamizi, naomba tuzingatie niliposema wale wa mwisho. Wengine naomba mrudi kuketi. Karibuni viongozi mbalimbali mnaowasili wa serikali, wa dini na vyama vya kitume katika kushiriki maziko ya hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Na aliyeingia hivi punde ni Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nawakaribisha katika adhimisho la kumwaga Mwadhama. Naomba mrudi mkaketi.
mkoa na jimbo kuu la Dar es Salaam pamoja na wageni mbalimbali mliotufikia, tumekusanyika katika viwanja vya Hija Pugu kwa ajili ya kuomba huruma ya Mungu na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa utumishi, imani na maisha ya hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Tumekuwa za mwisho, mwili wake ukionekana umevikwa kiaskofu, kwa amevalishwa kazura nyekundu, ishara ya yeye Kristo hata kwa gharama ya maisha yake, ya damu yake. Lakini pia shingoni amevikwa, wengine mnaweza mkaona kama ni mkanda ama tai, lakini inaitwa pallium, ambayo Baba Mtakatifu anawapatia ama anawavika maaskofu wakuu. Kwa hiyo pallium ni ishara katika utumishi wake akiwa kama askofu mkuu. Lakini pia atakapofunikwa hilo jeneza, hapo juu ya jeneza kuna msalaba, ishara ya ufuasi kamili na utayari, msalaba magumu kwa ajili ya wokovu wa watu na upatanisho na Mwenyezi Mungu. Lakini pia kuna nembo yake aliyokuwa akiitumia kama askofu, ambayo ina maneno kwa Kilatini Ecce ego Domine, mimi hapa Bwana, akiamua tangu tayari kwa utayari kuwa mfuasi kamili bila kujibakisha wa utume wa daraja hiyo ya uaskofu. Lakini pia kitawekwa kitabu cha Injili kwa mfano wa Kristo mwalimu. Kwa hivyo kitabu hicho kinaashiria maisha ya utume wake katika kuinjilisha ulimwengu bila hofu, bila woga, akisimama katika ukweli na haki, akimwakilisha kuhani mkuu na wa milele Kristo mwenyewe. Lakini pia kitawekwa kitambaa cheupe, ishara ya utakatifu kwa njia ile ya ubatizo, ambapo tangu awali alitakaswa na madoa ya dhambi asili. Hivyo ndugu zangu, tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha yake, tukimwomba Mwenyezi Mungu huruma yake katika yaliyokuwa mapungufu yake hapa duniani, na kwa wito na utumishi huo amstahilishie mbingu. Raha ya milele umpe Bwana. Hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo apate rehema kwa Mungu, apumzike kwa amani.
Halo. Naam, halo. Halo, 1 2 3. Halo, 1 2 3. Hivi ndivyo ambavyo nitakuwa nasikika, lakini natumia nguvu nyingi kuongea. Niombe tusimame kwa heshima ya Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye ndio kiongozi wa msafara wa serikali katika adhimisho hili. Anajiongea mbele ya mwili wa hayati Madam Polycarp Kardinali Pengo, na sasa anatoa heshima zake za mwisho, ishara ya shukrani kwa utumishi wake na ushirikiano wake na serikali katika kuhudumia taifa la Mungu. Namkaribisha Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi na wageni wote wa serikali, vyama mbalimbali vya siasa na viongozi wa dini. Tuketi. Na sasa tunajiandaa karibu kabisa kuanza adhimisho hili. Amefanya mengi katika jimbo Katoliki la Dar es Salaam. Ikumbuke kwamba yapo mengi ambayo amefanya. Kanisa Katoliki linamtaja kwa makubwa. Ni kufahamisha kwamba ilitajwa mambo mengi kweli, mambo 13 ya msingi. Wanamkumbuka kwa moyo wa sala na ibada, wanamkumbuka kwa ajili ya kumkumbuka Yesu Ekaristi, lakini vile vile alikuwa ni kiongozi, alikuwa omba sana Mama Bikira Maria, lakini vile vile ni kiongozi aliyoishi katika maisha ya ufukara, moyo wa sadaka, moyo wa kujitolea na kuishi upadri wake, kiongozi wa mfano faafu wa kuigwa kweli kweli. Leo hii waumini kutoka maeneo mbalimbali ya nchini Tanzania wamefika hapa katika kituo cha Hija kuweza kumwaga kiongozi huyu. Toka majira yale ya saa 1 asubuhi mpaka saa 4 kasoro, wananchi maelfu kwa mamia wamemtiririka kwa mistari kuweza kufika kuweza kumwaga kiongozi huyu ambaye leo hii anapumzishwa katika kanisa dogo lililopo hapa katika kituo cha Hija. Hakika imekuwa ni jambo la kuvutia. Unasema katika maisha acha alama. Kiongozi huyu inaonekana ni kweli ameiacha alama. Hakika Njobo Majibe ni kweli ameacha alama kubwa sana, na ni jambo ambalo limekuwa likizungumzwa kwa muda wote tangu tarehe 19 ya mwezi wa pili ambapo taifa lilitangaziwa kuhusiana na kifo cha Kardinali Pengo. Mtazamaji, tunavyozungumza nao hivi sasa kutoka katika kituo hiki cha Hija Pugu, ni kwamba Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi tayari amefika hapa. Vile vile yuko na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, naye tayari amekushafika hapa kwa ajili ya kuhudhuria tukio hili kubwa kabisa, wakiwakilisha upande wa serikali. Maelfu kwa maelfu ya watu wamekuwa wakimiminika katika kituo hiki cha Hija tangu saa 12 za asubuhi, na usafiri mbalimbali, daladala zimekuwa zikishusha watu, na ni eneo kubwa, lakini ni kama vile limejaa. Maeneo yote yaliyotengwa kwa ajili ya watu kukaa ni yana watu. Tathmini na kujiuliza huenda ni viwanja kadhaa vya mpira vinaweza kuwa vimefurika. Ni watu wengi kweli kweli waliofika hapa na sasa wakiwa tayari kabisa kwa ajili ya azimisho lile la misa takatifu kwa ajili ya maziko yaliyekuwa askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, mzaliwa mwaka 1944 tarehe ile ya 5 Agosti, na amefariki tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2026 akiwa amelitumikia kanisa Katoliki kwa viwango vikubwa kweli kweli. Na ikumbukwe jana katika mahubiri pale kwenye misa takatifu kwamba Rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC Wolfgang Pisa
alizungumzia kuhusiana na uwezo wa Kardinali Pengo na kwamba yeye anasema ilikuwa ni baraka na sio na zaidi kwamba ni zawadi pekee kabisa kwa sababu ya uwezo wake wa kipekee na kulingana na jinsi ambavyo alikuwa akipanda madaraja mbalimbali katika kanisa, jambo ambalo si rahisi sana kwa kanisa Katoliki, lakini yeye ilikuwa ni tofauti sana. Na Baba Askofu Pisa alisema hiyo ilitokana na uwezo na sio kwamba ati alikuwa na bahati, ila alikuwa na uwezo mkubwa sana. Uwezo wake ni uwezo adimu. Katika umri wa miaka 27 anapadrishwa, umri wa miaka 33 anakuwa askofu, na baadaye baada ya miaka 8 anafikia hatua ya kuwa kardinali. Ni uwezo mkubwa ambao alizungumziwa, na leo hii pale katika jeneza lake, kumaanisha kwamba alikuwa ni kiongozi mkubwa wa kanisa. Mwili wake umevishwa kazura nyekundu, kinamaanisha kwamba yeye ni kiongozi, lakini pasi na shaka kichwani kwake amevalishwa mitra, ikiwa inamaanisha pia yeye ni kiongozi wa kanisa hili Katoliki. Vile vile kifuani kwake umewekwa msalaba, pale katika jeneza kwa juu umewekwa msalaba, ikimaanisha kwamba yeye alikuwa ni mfuasi wa Yesu. Lakini vile vile ipo nembo katika jeneza lake iliyoandikwa Ec ego Domino, akiwa anamaanisha kwamba mimi ni mfuasi wa Bwana, akiwa na kile hivyo mimi hapa Bwana, nikiwa ni mfuasi wako. Lakini vile vile kimewekwa kitabu cha Injili. Huyo alikuwa ni mwalimu wa Injili, ameihubiri katika homilia zake, watu wameguswa kweli kweli. Lakini vile vile kitambaa cheupe, ikiwa na ishara kwamba huyu ni mbatizwa. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, ukitazama hata hapa viongozi mbalimbali wa stafu wapo, waziri wa stafu wapo ndani pia kwa ajili ya kumsindikiza kiongozi huyu ambaye katika tawala nyingi na ambazo zimepita hapa Tanzania yeye alishiriki. Unakumbuka hata katika ile ibada ya kumwaga Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, yeye ndio alikuwa akihubiri. Na tunaona hapo mawaziri wakuu wa staafu Kassim Majaliwa, lakini vile vile Mizengo Kayanza Peter Pinda, lakini pia yupo mzee Jaji Joseph Warioba ambao bila shaka wamekuwa pamoja kwa miaka mingi wakifahamiana. Tukio hili litaongozwa na maandamano ambayo yatakuwa na mashemasi bila shaka, lakini vile vile mapadri na maaskofu pamoja na maaskofu wakuu ambao ndivyo kama unavyoona kwa mbali unaanza taratibu kabisa kusogea katika eneo ambalo ndipo misa itakapokuwa inafanyikia. Mtazamaji, endelea kutufuatilia kupitia TBC1, lakini vile vile tunapatikana kupitia TBC Taifa na kwenye mitandao ya kijamii kupitia TBC Online. Hivyo mwambie ndugu jamaa na marafiki popote alipo duniani kwamba anaweza kalifuatilia tukio hili mubashara kabisa popote kupitia YouTube. Anwani yetu ni TBC Online. Na katika hema hili maalum kabisa ambalo lipo katika kituo cha hija, waumini mbalimbali, masista, watawa wamesimama kwa upole na kwa unyenyekevu, ikimaanisha kwamba sasa lile azimisho la misa takatifu ya maziko yaliyekuwa askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo anakwenda kupumzishwa leo. Na ikumbukwe alimaliza safari yake ya uongozi ile tarehe 15 Agosti, siku ya kupalizwa Bikira Maria mbinguni. Na sasa tuende moja kwa moja tukatazame adhimisho la misa takatifu.